ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chukua aya katika surati Yusuf, naendelea ambayo aya namba 10 inasema, Allah subhanahu wa ta'ala, qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Subhanallah, tulizungumzia darasa lililopita nyoo zenye shari kubwa mpaka kufika kuwana. Hii shari kidogo ndogo. Subhanallah, tusahau hawa ni ndugu wangapi? Ndugu 11, na sawa 10. Asma, wao ndugu 10. Alafu mmoja wao akasema nini? Tusimuue, bora tumtupe katika nini? Katika shimo. Taban jub shimo si kama kisima, kiko ni shimo ambalo nini haikujengewa, tumtie mule. Subhanallah, lakini yote ni shari. Na hii leo utakuta mtu atasema nini, mimi niko bahali lakini mimi yangu safi, lakini sio katika shari. Au subhanallah, hii nafsi shay, yani huyu anayo shar, lakini hii shari kidogo hii na afadhali tusimue, wala tumtupe tu, tumweke hapa, watapita wasafiri na watamchukua. Kwa hivyo ni hata uliwa, atakwenda kuishi mahali pengine, labda watampeleka mahali pengine, lakini muhimu yeye katoa rai yake ni nini? Asiuliwe. Ambapo yuko tunatarajia iwe rai yake nini? Tusimue ndugu yetu huyo mahma kan. Kwa nini tumue ndugu yetu? Kwa nini tumdhuru ndugu yetu? Kwa sababu ya kitu nini? Tunataka mapenzi nini? Ya mapenzi nani? Ya baba yetu. Lakini subhanallah, lakini wale walikuwa na nguvu zaidi. Unajua saa nyingine wao unakuwa na watu wana nguvu wamekushinda nguvu. Ndio pale unaambiwa nini? Ikiwa kuna khairi mbili, basi chagua ile khairi iliyokuwa bora ufanye. Na ikiwa kuna shari mbili, basi chukua ile shari ambayo kidogo inayo nini? Inayo takhafifu. Ikiwa huna nguvu, yani kama hapo ameshindwa nguvu, ni shari pia. Hata kumtupa katika kisima ndugu yao pia ni shari. Idhan huu pia ni nyoo ni shari. Still nao shari, lakini shari yake ni nini? Ni ndogo. Kwa hivyo nini? Tumtupe. Lakini tukirudia, kama ni wote wametafikiana kumdhuru ndugu yao, na wote wametafikiana kuwa ni shetani pia anatia wasiwasi. Huyu shetani kamjaa shari mpaka kufika kuua. Huyu mwingine nini? Shari ya kidogo ndogo, tunasema ni la tusimuue. Lakini zote ni nini? Ni shari. Subhanallah. Yani tufikirie, ikiwa hizi ni nyoyo ambazo ni za ndugu tu, hizi nyoyo za ndugu, vipi sasa mtu kando? Nyoyo yake inakuwa vipi atakayetaka kufanya uadui? Inakuwa inakuwa ni zaidi ya kuliko nini? Ya kuliko ile vile. Na inakuja subhanallah, ina shetani mtu anakuvaa. Yani mara nimesikia kisa, mama kamdhuru mtoto wake kwa sababu ya nini? Kaolewa mtoto wake, anamsikiliza mume wake, mama ikamjia kwenye akili kama huyu hanipendi mimi, kila kitu anamsikiliza mume wake, kila kitu lazima aombe ruhusa kwa mume wake. Akaenda kumfanyia mwanawe dawa ili nini? Yani uchawi au uganga nini, ili awe karibu na yeye. Mtoto kapata wazimu, ule uchawi umekwenda opposite, mtoto kapata wazimu, la hana mume wala yeye mama pia hajui namna ya kumtii mtoto wake. Hasa wale kwa mashekhi atakutubia iwasema ule ukweli uliokuweko. Shetani kisha mwingia pale, kisha fanya la kufanya, unajuta. Na wao pia wanasema tutafanya, lakini baada hapo utatubia. Wanasema nini? Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Baada ya kufanya haya alafu utarudia, itakuwa ile kosa la mwisho hili. Tutafanya hili kosa alafu tutarudi kwa Mwenyezi Mungu, utatubia.
Na sote ndio hivyo tunavyofanya. Tunafanya makosa, tunasema hili kosa letu nini? Kosa letu la mwisho. Tunajua kama nini tutakubaliwa toba, tutatubia, tutawahi kutubu. Tumewahi kutubu hatukuwahi. Toba yetu imekubaliwa haikukubaliwa. Idha nini ni kutoka mwanzo mkate shetani na kate shari narudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتنا إلا به